Unachoweza kujiuliza kutokana na kile ambacho hivi sasa Allan Okello, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, anachokionyesha kwa klabu yake ya wananchi Yanga ni kwamba je, kiungo huyo ushambuliaji Starboy amejipata? Ndicho ambacho pengine unaweza kujiuliza. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba Allan Okello tangu atoe nchini na kujiunga na wananchi Yanga, yeye amekuwa miongoni mwa wachezaji wanaotumika zaidi katika kikosi cha kwanza cha kocha Pedro Gonçalves. Ni kiungo wa ushambuliaji anayetokea upande wa pembeni kulia, huwa anaingia ndani kufanya majaribio ya kufunga kwa goli lake la kushoto ambalo ndilo lenye nguvu zaidi. Wakati mwingine anaongeza mapana ya uwanja, ni mzuri katika kupiga mipira ya kutenga kiasi ya kwamba alisaidia katika upatikanaji wa bao pekee katika mechi ya mzunguko wa kwanza ya Yanga dhidi ya Tanzania Prisons. Mpira wa free kick kwenye uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya aliupiga vyema, golikipa alipoutema Depu akaenda kumalizia kaweka wavuni na kuifanya Yanga ibuke na ushindi wa bao 1-0. Ni mzuri katika kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kukimbia nayo, kupasiana na wenzake na kadhalika. Amekuwa akihusika katika matukio mengi muhimu yenye kunufaisha timu. Lakini Okello hakuwa akionekana sana katika matukio ya mwisho moja kwa moja kwenye kufunga ama kuassist. Ikumbukwe wakati anatoa Yanga kwenye msimu uliopita wa ligi kuu ya Uganda, yeye alikuwa ndiye mfungaji bora katika ligi kuu ya Uganda akiwa na mabao 19, lakini pia akitoa assist 4 zilizowezesha mchango wake wa mabao 23 kuisaidia klabu aliyokuwa akichezea Vipers kutoa ubingwa wa Uganda. Lakini tangu atoe Yanga kwenye eneo hilo huwa haonekani sana, kiasi ya kwamba baadhi ya mashabiki ambao wao huangalia magoli na assist wakawa wakianza kuzungumza mawili matatu juu ya kwamba Allan Okello yale aliyokuwa akifanya Uganda katika kuwadhuru wapinzani kwenye kufunga na kuassist haonekani kihivyo. Lakini kimsingi yeye kwa kuzingatia maelekezo ya kocha, unaona ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana. Jambo kubwa alilo nalo ni kwamba yeye sio selfish, hachezi kibinafsi kwa maana kwamba lazima alazimishe kufunga ama vinginevyo. Okello amekuwa mchezaji muhimu katika mechi za Yanga ambazo kocha Pedro Gonçalves amekuwa akimpanga na ndio maana amekuwa akipata nafasi zaidi. Sasa Allan Okello katika mechi 2 mfululizo, hii ya leo hii waliocheza dhidi ya Pamba na iliyopita dhidi ya Tanzania Prisons, ameanza kuonyesha namna gani ambavyo madhara wapinzani huyapata yeye akiwa uwanjani. Na mabadiliko hayo ya Okello katika kuchangia mabao yameonekana kuchangia kwa kiasi kikubwa na kitendo cha Yanga chini ya kocha wake Pedro Gonçalves kucheza kwa mfumo unaoruhusu kuwa na false 9, yani baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3. Kwenye washambuliaji 3, Allan Okello namkuta akitokea katika eneo la kati kama false 9, mshambuliaji bandia nambari 9, kwa sababu upande mwingine anaonekana Pacome, upande mwingine huonekana kama sio Mudathir Yahya Abbas ama anaonekana Maxim pia Nzengeli, ambao wanaposhambulia upishana sana nafasi kiasi ya kwamba unaona Mudathir anaweza kawa anatokea kama eneo la kati. Katikati huku kuna viungo wengine kina Duke Abuya, akina Mohamed Damaro Kamara na kadhalika. Sasa kwa nini anacheza kama false 9, kama mshambuliaji wa uongo? Ni kwa sababu Yanga imekumbana na tatizo la wachezaji wake washambuliaji wa kiasili. Tunazungumzia Laurindo Depu, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola, hivi sasa ana majeraha. Tunazungumzia mchezaji wa kimataifa kutoka Zimbabwe Prince Pumelo Dube, ni majeruhi. Lakini vile vile katika mchezo wa leo dhidi ya Pamba Jiji hakuonekana kwenye kikosi Emmanuel Mwamengo. Sasa matokeo yake hata katika mechi iliyopita yeye ndo amekuwa akianza kama mshambuliaji bandia. Ni katika mechi ambazo Yanga imeonekana ikicheza vizuri zaidi, jambo la kwanza. Lakini la pili ni kwamba Okello amekuwa na madhara zaidi sasa kwa wapinzani. Mechi dhidi ya Tanzania Prisons Yanga ilishinda 3-0 kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam dhidi ya Tanzania Prisons, Yanga ikiwa nyumbani. Kwa mabao haya Okello alifunga bao 1, akatoa assist 1, akichangia mabao 2 kwa maana ya assists, lakini pia akafunga bao 1. Ni katika mechi ambayo Yanga alishinda 3-0, ni katika mechi ambayo Okello alicheza vizuri sana kiasi ya kwamba haikushangaza kuona mwishoni mwa mechi yeye akitangaza kuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo, ndio man of the match. Sasa leo hii Yanga wanacheza dhidi ya Pamba Jiji kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, kwenye uwanja ambao hakuna timu yoyote katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu imepata ushindi ilipokwenda kucheza dhidi ya Pamba. Pamba wakicheza nyumbani kabla ya mechi ya leo dhidi ya Yanga walikuwa tayari
wamecheza mechi hawajafungwa mchezo wowote, wakiwa wameshinda mechi 5, wametoa sare mechi 4 kati ya mechi 9 walizocheza, kushinda 5, draw mechi 4. Kwa lugha nyingine, Pamba walikuwa tayari wamejikusanyia pointi 19 kati ya pointi 27 zitokanazo na michezo 9 waliocheza nyumbani. Kumbuka Pamba wana pointi 26 kabla ya mechi dhidi ya Yanga. Kati ya hizi pointi 19 wamezipata nyumbani. Timu ambazo zilitaabika kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza dhidi ya Pamba ni pamoja na watani wa jadi wa Yanga, Simba, ambao mechi yao dhidi ya Pamba iliisha kwa sare ya 1-1. Azam iliisha kwa sare ya 2-2, Azam wakilazimika kusawazisha baada ya kutanguliwa kwa mabao 2-0. Mechi ya mwisho waliocheza Pamba nyumbani kabla ya kukutana na Yanga leo hii ilikuwa ni dhidi ya Mashujaa, iliisha kwa suluhu. Pamba wamekuwa kwenye kiwango bora kabla ya mchezo wa leo, wanaingia uwanjani wakiwa katika nafasi ya 5. Wamefunga mabao 19, wameruhusu mabao 14. Lakini Yanga iliyokuwa na Alan Okello kwenye kiwango bora sana na wenzake akina Mudathir Yahya Abbas, Theodore Pacome Zouzoua, kwa ujumla Yanga wakitumia mfumo huu wa kuwa na false 9, mshambuliaji bandia ambaye alikuwa ni Alan Okello, wakaibuka na ushindi mwingine tena leo hii wa mabao 3-0 wakiwa ugenini. Hawa ni Yanga, hawa ni Pamba. Katika mabao haya 3 Okello alitoa assist 3. Yes, mabao yote yametokana na assist za Alan Okello, akitoa 2 kwa Mudathir Yahya Abbas, 1 kwa Maxim Pia Zengeli kabla ya kuja kutolewa kuelekea mwishoni mwa mchezo. Alan Okello alichangia kwa lugha nyingine mabao yote 3 katika mechi ya leo. Ukichanganya na mabao 2 ya mechi iliyopita dhidi ya Tanzania Prisons, utaona katika mechi 2 ambayo Yanga wamepata ushindi katika hizi mechi mbili Yanga wamepata ushindi wa mabao 6, maana 3 dhidi ya Tanzania Prisons, ongeza 3 dhidi ya Pamba, 6-0 kwenye mabao 6. Okello amechangia mabao 5 kwa ujumla, kwa maana yeye mwenyewe kufunga 1, kutoa assist 4, akichangia mabao 5 kati ya mabao 6. Na mchango huu ni katika mechi 2 tu ambazo yeye anatumika kama mshambuliaji wa uongo. Sasa ndipo swali linakuja, je, Okello amejipata zaidi hivi sasa pengine kuliko ilivyokuwa kabla, na kwamba pengine Yanga inanufaika zaidi kwa kucheza na mshambuliaji bandia ambaye ni yeye, kwa sababu ushirikiano wake na Theodore Pacome Zouzoua, Maxim Pia Zengeli, Mudathir Yahya Abbas, Dzuki Abuya, Yanga inapokwenda kushambulia umekuwa superb, umekuwa mzuri sana, kiasi ya kwamba cheza yake kwa furaha anawafanya mashabiki wafurahi pia, anawapa Yanga fursa ya kuona kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia, na sababu ya Yanga kwenda kumsajili Uganda ili kuona akichangia katika mabao, kufunga ama kuassist, ndicho kilikuwa kinakosekana kwa mfululizo wake. Lakini sasa mechi 2 Okello ameshathibitisha kwamba kumbe anaweza kuleta madhara moja kwa moja katika kufunga ama kuassist. Swali labda la kujiuliza, katika mechi 12 zilizobaki kuhitimisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga mechi 18 wakiwa kileleni mwa msimamo wakiwa na pointi 44 baada ya ushindi wa leo hii, wakifuatiwa na watani zao wa jadi Simba wenye pointi 35, lakini wana mechi 2 mkononi kutimiza idadi ya mechi walizocheza Yanga ambazo ni 18. Maana Yanga wamejiweka katika nafasi nzuri ya kwamba kama wanadumisha mwenendo mzuri wa kutoruhusu kufungwa, maana hawajapoteza mchezo, lakini washinde hizo mechi zilizobaki 12, wafanye vizuri, upo uwezekano wakatetea taji lao la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Na ili kutimiza hayo, maana yake watahitaji wachezaji wao kwenye kiwango bora, akiwamo Alan Okello Starboy. Swali, je, Alan Okello na wenzake watadumisha kile ambacho mpaka sasa wamechekionyesha katika ligi kuu Tanzania bara, kuwa na pointi 44 kati ya pointi 54 zitokanazo na michezo 18? Maana yake ni performance ya around 81%. Okello na wenzake watadumisha hiki kilichokionyesha, kwa mfano katika mechi ya leo na mechi iliyopita dhidi ya Tanzania Prisons, ili kutimiza ndoto za Yanga za kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.